mwenge ambao umepangwa kwa leo tarehe 13 kuamkia tarehe 14, jeshi la polisi linahakikisha kwamba maeneo yote ambapo kutakuwa na shughuli hizo za mkesha, jeshi la polisi limepanga askari wa kutosha kuzunguka eneo hilo, lakini pia watakuwepo askari watakaokuwa karibu sana na eneo la mwenge kuhakikisha kwamba mwenge huo unakuwa umelindwa na hakuna mtu ambaye anasogea hata kwenye ule mwenge kwa mtu ambaye hahusiki. Lakini pia tutafanya doria za nguvu ambazo pia zimekwishaanza kufanywa na baadhi ya watu ambao si waaminifu sana wanaendelea kukamatwa na shughuli na hatua mbalimbali zinachukuliwa. Lakini kwa eneo la leo, kwa siku ya leo, na eneo hilo la mwenge litakuwa na unyeti wa hali ya juu sana, na tutaongeza nguvu ili kuhakikisha kwamba watu wanasherehekea mwenge, wanakesha na mwenge na hali inakuwa ni tulivu kabisa. Mtakumbuka kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025 mwenge wa uhuru uliwashwa kule mkoani Pwani na umekimbizwa takriban mikoa yote, na mnamo tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2025 uliweza kuingia katika mkoa wetu wa Mbeya na kukimbizwa katika halmashauri zote. Kwa hiyo baada ya mwenge huu kuingia tarehe 7 mwezi wa 10 katika mkoa wetu wa Mbeya, mwenge huu ulikuwa ukitokea katika mkoa wa Songwe ambapo mapokezi yalifanyika katika mazingira ya usalama, na usalama ulikuwa hali ya juu kutokana na ushirikiano tuliopata kutoka kwa wananchi wa jiji letu la Mbeya. Hadi sasa mwenge huo kama nilivyokwisha sema umeshakimbizwa karibu katika wilaya zote 5 na halmashauri 7. Na kote huko hali ya usalama imeimarishwa kiasi kikubwa kwa ushirikiano wa wananchi, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba mwenge huu unapita salama. Kesho mnamo tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025 mbio za mwenge huu wa uhuru zitahitimishwa hapa jijini Mbeya, ambapo utazimwa rasmi ukiashiria pia sikukuu ya kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni baba wa taifa. Jiji la Mbeya limeshapokea wageni wengi na tunatarajia kupokea viongozi wengine wa kitaifa kuwasili katika mkoa wetu wa Mbeya ili kuweza kushiriki shughuli hiyo ya kitaifa ya kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wa jiji kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na kuendelea kuimarisha utulivu na usalama ili sherehe hizo ziweze kufanyika na kumalizika kwa amani. Aidha, kutokana na wageni mbalimbali ambao wamekwisha wasili na wanaoendelea kuwasili, tunatoa wito kwa watumiaji wa barabara kuzingatia sana sheria ambazo zimewekwa, lakini pamoja na hayo kufuata maelekezo ambayo wanapewa na askari walioko katika maeneo mbalimbali kwenye vipenyo na kwenye sehemu mbalimbali za mabarabara ili kuhakikisha kwamba misafara inayopita iweze kupita kwa amani na usalama. Pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linapenda kuhakikishia wananchi kuwa limejipanga vizuri kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama unaendelea kuimarika wakati wote na shughuli za kuzima mwenge wa uhuru, na baada ya shughuli hiyo kumalizika hali inakuwa ni shwari. Aidha, halitasita kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi kwa wale ambao watapenda kwa makusudi kuathiri au kuharibu utaratibu mzima uliokwisha pangwa, na hivyo kutaka kuhakikisha kwamba mwenge huu haufanyiki, mwenge huu hauzimwi kwa usalama. Kwa hiyo jeshi la polisi kwenye eneo hilo limejipanga vizuri sana, na tunaomba wananchi kwa kweli wawe watulivu kwa sababu jeshi lao limejipanga kuhakikisha kwamba mwenge wa uhuru na shughuli zote zilizopangwa zinakwenda salama.